Nataka tukiingia kwenye neno la Mungu. Nataka uangalie kichwa cha habari tulicho nacho kinasemaje kama kipo. Kuwekwa wakfu kwa kazi ya Mungu. Sasa huwa napenda kuanza na maswali. Uendelee kujiuliza haya maswali kwamba je, wewe umewekwa wakfu na Mungu kwa kazi yake? Tunapoendelea kujifunza huwa najiuliza hilo swali, je, mimi kweli ni mmoja wapo wa wale ambao Mungu amewateua ili kufanya kazi yake kwa uhuru? Tutaanza na ni nani aliyewekwa wakfu kwanza, na tutapitia kwa maandiko tutakuwa na maandiko mengi, lakini tunaanza na moja wapo ambayo ya kwanza inasema kuandaliwa kiroho. Na Yesu alichaguliwa na kuwekwa wakfu na Mungu. Kuandaliwa kiroho ndio kipengele cha kwanza kitakacho. Tuna vipengele vinne vifupi, lakini nitazungumzia kwa haraka tu ili mpate kuelewa kuwekwa wakfu. Ukiwekwa wakfu na Mungu, ama Mungu akikuchagua, anatarajia ufanye nini? Anatarajia uishije? Anatarajia ufikie wapi? Ni mawazo unatakiwa kuwa nayo kwamba nimewekwa wakfu ili nini. Kwa hivyo kuwekwa wakfu kwa kazi ya Mungu. Yesu Kristo alichaguliwa ama aliteuliwa na kuwekwa wakfu ili kufanya kazi ya Mungu. Kitu cha kwanza ni kuandaliwa kiroho. Maandalizi ya kiroho yanatakiwa yawe mazuri. Tutaenda kusoma andiko la kwanza katika kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka huru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Huo ni mstari wa kwanza, kitabu cha Isaya sura ya 61 mstari wa kwanza. Tuombe. Bwana, nakushukuru kwa sababu ya yale ulionayo kwa ajili yangu na yale ulionayo kwa ajili ya anayesikiliza. Nakushukuru kwa muda kama huu ambao Bwana umetupa. Nakushukuru kwa Roho wako Mtakatifu. Neno hili na maneno yaliyoko mbele yangu siwezi kuyatafsiri kama yanapostahili kutafsiriwa pasipo uwepo wako kunisaidia. Ninahitaji Roho Mtakatifu unisaidie katika ukuu wako na kwa nguvu za Roho wako na neema yako. Ukanisaidie kuendelea neno hili kwa ujasiri na kwa uweza na nguvu za Roho wako Mtakatifu. Sipate kushuka na kuniandalia ufahamu utokanao na wewe, ili nifanye yale uliyotaka niyafanye kwa kusudi lako. Nipate kuelewa na wote walionipa kusikia neno lako, ili tupate kuelewa kusudi lako kwa neno hili ni nini. Ninaomba kibali chako kama mtumishi wako uliyeniteua nisimame madhabahuni pako. Nisaidie kuyanena haya kwa utukufu wa jina lako, na sifa sikurudie wewe. Amina. Yesu baada ya kuchaguliwa na kuwekwa wakfu kuwa mwakilishi wa Mungu duniani, akiwa ni Mungu mwenyewe, akiwa ametoka mbinguni, lakini aliposhuka duniani akaingia katika hali ya kibinadamu ili apate kumwakilisha Mungu katika yale Mungu anayotaka yafanyike duniani, yafanyike mbinguni, yafanyike na duniani. Kwa hivyo akawekwa wakfu. Biblia inatuambia Roho wa Mungu akawa amekaa ndani yake, akawa amemwezesha kufanya yale Mungu anayotaka, sio yale Yesu mwenyewe angetaka kuyafanya. Lakini kwa sababu ametiwa mafuta,
amepewa nguvu ya ziada ya kutembea na kufanya yale Mungu anayotaka yafanye, akawa na uwezo. Kwa hivyo ndio sababu anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, nina mamlaka, nimepewa nguvu ya kutembea na kufanya yale yanayostahili kufanyika kwa uweza wa kimungu, kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani yangu. Kwa hivyo ndio sababu anasema nimetumwa kuwaganga walioonewa, masikini wapate habari njema, watu walioumizwa wapate kufunguliwa, wapate haueni ya kujua kuna uweza wa kuishi bila maumivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Yesu aliyetoka mbinguni akiwa Mungu, akashuka duniani akawa mwanadamu, lakini 100% tunaambiwa alikuwa ni Mungu, 100% alikuwa ni mwanadamu. Lakini hakutumia ile 100% ya kiungu aongoze kama anavyotaka yeye, na hakutumia ile 100% kama mwanadamu hafanye kama anavyotaka yeye. Alizikusanya zote pamoja zikiwa 100% kila moja, akaamua okay, zote siwezi kuzifanya mimi kama mimi pamoja nina uwezo huo, lakini akatufundisha jambo moja: nataka nipate kumtii aliyeniachilia kutoka mbinguni kwa makubaliano. Niwapo hapa duniani ni 100% zote za uungu wangu, lakini pia ni 100% za uweza wa kuwa mwanadamu. Kwa hivyo akaamua kusikumbanya pamoja ama kusikusanya pamoja na kusifanya ziwe kitu kimoja cha kutii kile Mungu anachokitaka kifanyike mbinguni na duniani kifanyike. Bwana Yesu atusaidie kuelewa hili. Usipoelewa kwamba wewe ni Mungu, kama Biblia inavyotuambia sisi ni miungu, kwa sababu tukishaokoka tukamkabidhi Yesu maisha yetu, tunabadilishwa kutokana na hali ya kimwili ya kiroho, sasa tunakuwa ni miungu. Na kama sisi ni miungu ni sawa na Mungu, kwa sababu anasema nilikuumba kwa mfano wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo sisi tunamwakilisha Kristo ama Mungu hapa duniani. Hili mambo ya mbinguni yajulikane yakoje, sisi ndio tunatakiwa kuonekana na dunia ambao hawajamjua Kristo wapate kumwakizi Mungu halisi ni nani, yukoje. Kwa hivyo kama wewe umewekwa wakfu na Mungu, ni lazima uandaliwe kiroho kikae vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili upate kuwa kile Mungu anachokitaka kama Yesu alipokuwa. Akasema Roho wa Bwana yuko juu yangu, amenipa nguvu ili nipate kuleta uhai mahali ambapo hapana uhai. Na ndivyo hivyo na mtu yoyote anayemkabidhi Yesu Kristo maisha yake, Roho wa Bwana anaingia ndani yake. Halafu akisha ingia ndani yake ana nguvu ya ziada ambayo ya upako wa kiroho wa kimungu. Ile hali ya kibinafsi ya kibinadamu inaondolewa. Ile hali ya kujiona kwamba mimi siwezi inaondoka, inakuja hali ya ujasiri wa kiungu ndani yake. Halafu anakuwa na uwezo wa kufanya mambo kama Mungu anavyotaka na sio kama yeye anavyofikiri anavyotaka kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio sababu Yesu anapozungumza anazungumza kwa ujasiri. Hapa ni nabii Isaya anatoa mwongozo wa kile kitakachofanyika na Yesu atakapokuja. Kwa hivyo maneno anayozungumza yanamwakizi Yesu mwenyewe, na ni Yesu mwenyewe ndio anazungumziwa kando na nabii na Isaya anapotoa unabii na kusema kitakachotokea. Kwa hivyo ni lazima tutambue tuko katika dunia, lakini sisi tumewekwa wakfu na Mungu kwa ajili ya kazi yake aliyotuumbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunatakiwa kuwa tofauti na dunia inavyoonekana, watu wa dunia ambao hawajaokoka. Ukishaitwa mwana wa Mungu, ukishakubali kuwa Mkristo aliye na Roho wa Mungu ndani yake, aliyeokoka akaacha dhambi, jua wewe sio mtu wa kawaida. Kitu cha kwanza, tambua wewe umeshaandaliwa, umechaguliwa, umeondoka katika uharibifu wa dunia hii. Na hili upate kumtimiza mapenzi ya Mungu, unakaa na unaanza kumwambia Mungu, unataka nifanye nini? Unataka nienendeje? Kwa sababu inakuwa sio wewe tena unayeishi, ni Mungu anaishi ndani yako, na maelekezo yote ya maisha yako yanatakana yatokane na Mungu mwenyewe. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 10 mstari wa 38,
unasema hivi: jinsi Mungu alivyomtia mafuta Yesu wa Nazareti katika Roho Mtakatifu, na jinsi alivyokwenda huku na huku akitenda mema na kuponya wote waliokuwa wameonewa na nguvu za ibilisi, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Aya tuliyosoma katika kitabu cha Isaya ni tabiri iliyotolewa kipindi hicho, miaka hiyo, lakini inakuja kuonekana katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Agano Jipya. Tumesoma Agano la Kale, lakini Biblia inatukumbusha Yesu hakuja tu mwenyewe kwa nguvu zake mwenyewe, hafanye kila anachokitaka kukifanya kama ili ajidhihirishe mwenyewe. Alitaka kuonyesha uungu alikotokea na Mungu aliyempa mamlaka ya kutenda yale anayotenda. Alitaka kuonyesha. Ndio sababu inasema jinsi Mungu alivyo mtia Yesu wa Nazareti mafuta ya Roho Mtakatifu. Yaani Mungu anatuambia kwamba pamoja na ilitabiriwa, lakini yeye ni kweli alitimiliza yale yaliyotabiriwa, yakatendeka. Na ndio sababu yameandikwa leo kwamba amemtia mafuta ili kutenda mema, kwa kuwaponya walioonewa na adui, kuwapa nguvu wale waliozidiwa. Kwa hivyo Yesu aliyafanya haya kwa ajili ya utukufu wa jina lake, ili kutufundisha na sisi tunaweza kutumia hiyo nguvu iliyomo ndani yake ya Roho Mtakatifu kukamilisha yale aliyotuitia kuyakamilisha. Kwa sababu sisi tumeumbwa kuwa mfano wa Kristo. Tumeumbwa kuwa mfano. Tunaambiwa Yesu ni kaka yetu. Kama ni mrithi, na sisi ni warithi pamoja naye. Kama Mungu kuna maandalizi aliandayo ya kugawa, kama kuna mashamba amegawa, ama kuna nyumba za Yesu zipo pale na zako ziko pale kama umeokoka. Kwa maneno rahisi ni kwamba kila Yesu alichokitenda duniani alisema hivi: mimi nimekuja tu kuwaelekeza nyinyi ndugu zangu, ili mpate kuyafanya yale Mungu anayotaka muyafanye kama mlivyoona kwangu nikiyafanya. Na kama tutayafanya yale ambao yeye aliyafanya, ina maana sisi pamoja naye ni ndugu. Ndiyo, tukienda kwa upande wa pili ni mbaba kwetu, lakini alishuka kama Mungu, akashuka ili atuelekeze kwa nini alituumba. Anatuambia alituumba ili tumwabudu, ili tuweze kuwa na ushirika na yeye, ili tuweze kuwasiliana mambo yanapokuwa hayaendi tumwambie. Lakini adui akaingilia kati ili atuondoe katika kusudi ile Mungu aliyotuumbia. Kusudi la Mungu kukuumba ni ili uwe na ushirika na yeye, utende kama anavyotaka, na alafu muwe na uwezo wa kuojiana. Ukisoma zaidi unakuta wakati Adamu alipokuwa pale bustanini na Hawa, Mungu alikuwa anashuka kila wakati, anaongea nao, wanaojiana, wanajua ni hali gani ambao wanauliza unataka tufanyeje zaidi, ama ni wapi ambao hatujafanya kama ulivyotutaka tufanye. Kwa hivyo walikuwa na uwezo wa kushirikiana kwa maswali na kufanya bustani ipate kupendeza kutokana na ule ushirika wa karibu uliokuwepo. Hawakuwa na uhitaji wowote ambao uliwafanya washinde kuifikia mahitaji yao, kwa sababu kila kitu kilikuwa wazi kwao. Na ndicho Mungu alichokuwa anataka kwa kila mwanadamu na kila binadamu aliyeumbwa duniani. Lakini baada ya adui kuingia, akatutenga, tukaondoka katika ile sura Mungu aliyotaka tuishi kwa hiyo sura. Lakini Yesu alipokuja sasa, huyu ambaye tunaambiwa kwamba baada ya yeye kuja, alikuja akiwa ametiwa mafuta, amewekwa wakfu kwa ajili ya kazi moja tu, ya kurudisha kilichoibwa kule mwanzo, kukileta katika uhalisia wa kile tulichoumbiwa. Na kwa uweza huo aliishi duniani, Biblia inavyosema, bila kutenda dhambi. Na hivyo inamaanisha nini? Ninapookoka,
ya kale yanaondolewa. Ninabaki mtu ambaye hana chochote kinachoweza kusemwa kibaya ama kiovu. Kwa sababu ninapookoka ni kwamba kuokoka kwangu ninaondolewa ule uovu Adamu wa kwanza aliyouwekeza kwa kupitia udanganyifu wa adui. Na nikakosa kibali kwa machoni pa Mungu kama yeye alipokosa. Akawa yupo ndio anatembea, lakini hakuwa na ule uhusiano wa karibu na Mungu. Kwa hivyo ninapompokea Yesu Kristo, kitu cha kwanza kinachozaliwa ndani yangu ni maisha mapya ambayo ni ya Mungu mwenyewe. Anaanza kutaka kuweka kitu kipya ndani yangu. Sasa ni hiari yangu niamue. Nimeamua kuokoka, sawa, sina dhambi tena, nimesamehewa na Roho Mtakatifu ameingia ndani yangu, sawa. Sasa Mungu ameamua kuniweka wakfu hili niyafanye mapenzi yake, sio tena mapenzi yangu niliyokuwa nayafanya kabla sijaokoka. Kwa hivyo ninapookoka ninaamua kuachia kila kitu na kumpa Mungu 100%, kama tulipokuwa nafundishwa asubuhi. Kipaumbele chako ni nini? Ndio maswali yaliyokuwepo ya asubuhi. Kwa hivyo ninapomkabidhi Yesu maisha yangu, sitarajii tena niyatende ya kwangu tena. Natarajia kwamba huyu niliyeingia mkataba naye nimempa kila kitu. Yeye ndiye ana uwezo wa kuniambia nienendeje, nifanye nini. Nina maswali ya kuhusu maisha yangu, natakiwa niende kwake nimuulize, sasa hii ninakamilishaje? Kwa sababu ndiye nimempa kila kitu. Pasipo kufanya hivyo ninajidanganya, maisha yangu bado hayako katika ukamilifu. Na ninajidanganya kwamba sijaweza kuchaguliwa kikamilifu kama nitakuwa natumia akili mbili, ya kwake na ya kwangu. Lakini pale nitakapoamua akili yangu hiyo ya kwake, ina maana Roho Mtakatifu hatakuwa amechukua nafasi ya kwanza, na nitaishi kama Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitafanya yale Mungu anayotaka niyafanye bila kupingwa na chochote. Katika Isaya hiyo ya 42 mstari wa kwanza inasema, huyu hapa mtumishi wangu ninayemtegemeza, mteule wangu ambaye ninapendezwa naye. Ninaweka roho yangu juu yake, naye ataleta haki kwa mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaonaje Mungu akisema wewe ni mtumishi wake? Unajisikieje? Pale Mungu anapokuangalia alafu anasema, huyu ni mtumishi wangu, nimemtengemeza, nimemtia nguvu, nimemteulwa awe wa kwangu, atende yale ambayo mimi nataka yatendwe. Halete utofauti katika jamii iliyomzunguka ama inayomzunguka. Unaonaje Mungu anapokuangalia akasema, huyu alitoa maisha yake kwangu, nami nimeamua kumuita mtumishi wangu. Ninampa uweza wote, nampa na mamlaka yote, nampa na kila kitu anachokihitaji, mradi mataifa ama jamii hijue kusudi langu kumpitia. Unaonaje jinsi Mungu anapokujali? Unaonaje jinsi Mungu anapokuona? Je, unajionaje wewe ni mteule wa Mungu? Wewe umewekwa wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu na kuifanya, ama umeokoka mdomoni lakini moyoni hamna kitu? Haya ni maswali wanapenda mtu ajiulize. Mungu anapokuona ndivyo unavyojiona? Unapomkabidhi maisha ya Yesu Kristo, haya ndiyo Mungu anayoangalia. Anasema, huyu ni mtumishi wangu, mimi nimemtenga kwa sababu ameamua kujiachilia kwangu, na mimi nimemtenga. Naweka roho yangu ndani yake ili alete utofauti katika jamii inayomzunguka, wapate kuniona ndani yake. Haya ndiyo mambo Mungu anataka hayaone kwako. Unapopewa kipaumbele cha kutiwa mafuta ili kutangaza kusudi la Mungu, haya Mungu anataka hayaone ukiyatekeleza. Kipengele cha pili, Mungu huandaa watumishi wake. Kipengele cha pili, Mungu huandaa watumishi wake. Kama unaandika
Taenda kwa haraka kidogo. Musa aliandaliwa na kuwekwa wakfu kuwakomboa wana wa Israeli. Musa aliandaliwa na Mungu. Kumbuka Musa alipozaliwa, alizaliwa Misri wakiwa utumwani. Lakini alipozaliwa alikulia kwa ikulu ya waabudu sanamu, na akawa mtoto wa pekee. Tunajua kwamba Musa alizaliwa na mama yake, lakini baadaye akaingizwa ikulu. Sio kwamba alizaliwa pale ikulu. Akawa ameingizwa katika ibada za miungu. Lakini anakumbuka mama yake alipokuwa akimlea kama mlezi, alimwambia maisha Mungu anayotaka wayaishi. Akakulia pale, akapewa kazi kubwa, akawa kiongozi mkubwa, na akawa akitarajiwa kuwa mfalme baadaye. Kwa hivyo akalelewa katika tabia za miungu. Lakini akiwa katika utoto wake, kama watoto tulio nao hapa, mama yake wakati anamnyonyesha, kwa sababu wakati alipozaliwa alitupwa, watoto walikuwa na uhawa wa kiume. Lakini yeye akaponea kwa kuchukuliwa na mtoto wa kike wa Farao, na akamfanya kuwa wa kwake. Kwa hivyo akalelewa ikulu. Lakini pale akawa amechaguliwa mama yake akamnyonyeshe, bila wao kujua kama huyo anayemnyonyesha ni mama yake. Kwa hivyo akachukuliwa kama mfanyikazi wa kumlea Musa. Baada ya kuendelea kumlea Musa, kumbuka anapomlea anaongea naye maneno ya Mungu, kumwambia wewe sio nani? Mtu wa taifa hili. Wewe ni mtu mteule, sisi ni taifa teule. Kwa hivyo usije ukajisahau hata ukiwa mkubwa. Kumbuka ulikotoka. Unaenda kuishi na watu ambao wanaabudu miungu. Sisi hatuabudu miungu. Anafundishwa akiwa mdogo. Mama yake anapomweka hotelini kwake akiendelea kumlisha, anamfundisha haya, anamwambia kumbuka wewe sio Misri, sio mwabudu sanamu, wewe ni mwabudu Mungu wa kweli. Na Mungu wetu huwa achanganywi. Kumbuka Musa akakulia maneno kama hayo, baadaye akawa mkubwa na akaenda kufundishwa vita, akafundishwa kuwa kiongozi mkubwa, na akaingia mpaka Ethiopia hapa, akawa anapigana na maadui, anawashinda, na akawa mtu mkubwa sana. Kwa hivyo Farao akataka kumweka awe mfalme. Lakini wakati ulipofika, akakumbuka, akakutana na watu wake wakiteswa, akikumbuka yale mama yake aliyomfundisha akiwa mdogo, na mapito wanaopitishwa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, yakawa yanaingia kwenye moyo wake. Na hapo ndipo Mungu akaamua sasa kumdhibitishia kwamba wewe nilishakuteua. Mradi ulikula maneno yangu ukiwa mdogo, yakakuingia, na hujawahi kuyatendea kazi, na umeona wenzako jinsi wanapoumizwa, na wewe ukiwa kiongozi mkubwa ukaumia, ukaona kwamba haya mambo yatakiwi kufanywa mwanadamu mwingine. Sasa katika hiyo nia ya ndani ulio nayo ya maumivu, hivyo ndivyo ninavyosikia mimi Mungu wako watu wangu wanapoteswa. Kwa hivyo nataka nikupake mafuta ukawe mkombozi wa hao watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale yaliyomo ndani yako, kama wewe unaumia kwa mtu akifanywa jambo fulani ambao ni mbaya, yale maumivu unayoyasikia ndani, hayo Mungu ndiye huwa anasikia zaidi yako. Kama ukimwona mtu anateswa halafu inakuuma, ufikiria Mungu anasikieje zaidi? Kama amekuumba kwa mfano wake, hisia zake zikoje ndani yake? Huyu mtu wangu anaumizwa na watu kwa sababu ya kukosa maarifa, kwa sababu hawana neno langu, ndio sababu huyu mtu anateseka hivi. Halafu wewe unamuona huyo mtu anateseka na wewe unaumia. Anasema watu ningekuwa na nguvu ningewakatakata wamwache huyu. Lakini kwa sababu hauna nguvu unasema sasa ningefanyaje? Sina uwezo. Bwana Yesu atusaidie sana.
Unapoona kitu kinakuumiza ndani, ujue Mungu kuna kitu alichowekeza ndani yako cha kutaka kubeba jukumu la kuwa mkombozi wa jambo hilo. Wewe unawekwa mahali kwa sababu ya kusudi fulani. Huenda kwa muda huo usitambue, lakini ikifika wakati Mungu anaamua kuweka mambo sawa. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 10 hadi wa 12 inasema hivi: lakini Musa, hapa nimetumia tafsiri ya sio ile ulionayo, ni Habari Njema, nimetumia vitabu Habari Njema, nimetumia na Neno kwa ajili ya tafsiri ili kae vizuri ieleze kueleweka. Kwa hivyo kama unasoma maneno ukikuta hayaendani, ni kwamba nimetumia tafsiri tofauti, lakini yote yako sahihi, ni maelekezo tu kwa ajili ya ufahamu. Lakini Musa akamwambia Mwenyezi Mungu, Bwana wangu, mimi sina ufasaha wa kuongea tangu zamani. Naomba usikilize hili vizuri, nitakusaidia kuiweka vizuri tena, ijapo nimeiongea. Hata baada ya wewe kusema nami mtumishi wako, ulimi wangu ni mzito. Haya ni maelezo ambayo yako katika ngoja nikusomee tafsiri ulio nayo ili usio ukasema huyu jamaa mbona tumuelewe, anasoma kitu ambacho hakipo huku kwetu. Kutoka sura ya 4. Nisomee tafsiri ulio nayo huo mstari wa 10. Anasema hivi: Musa akamwambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji tokea zamani, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema na ulimi wangu ni mzito. Ninapenda hii ya Habari Njema. Hii Habari Njema tulio nayo naipenda zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Inanisaidia kutafakari kwa undani na kuelewa ni nini kinacho zungumzwa pale. Anasema, lakini Mose akamwambia Mwenyezi Mungu, Bwana wangu, mimi sina ufasaha wa kuongea tangu zamani, hata baada ya wewe kusema nami mtumishi wako, ulimi wangu ni mzito. Kwa nini anamwambia hivyo? Mungu akamuuliza mstari wa 11, ni nani aliyeumba kinywa cha mtu? Ni nani amfanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi? Haya maswali Mungu anauliza. Ni nani amfanyaye mtu aone au hawe kipofu? Je, si mimi Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, Mungu anapokuangalia kwa ile shauku ya ndani uliokuwa nayo ya kuona mtu akitezwa mahali fulani, ama mtu akipitia wakati mgumu mahali fulani, na ukasema ningelikuwa na uwezo ningefanya 1, 2, 3, ugundue hiyo ni sauti ya ndani ya Mungu vile anavyosikia. Kwa hivyo unaposikia wewe hivyo, ni zaidi ya vile unavyosikia kwa Mungu. Mungu anaumia sana. Kwa nini mimi nimekuletea ufahamu na hutaki kusikiliza na kunisikiliza ili nipate kukupa nguvu ya kumsaidia huyu? Ndio maswali Mungu anakuwa akikuonyesha jambo fulani. Anakutafuta ufahamu wako na upendo wako kwake. Aone kwamba unaweza kutambua jinsi ninavyoumia ninavyomuona mtu akipitia jambo kama hili. Mungu anatafuta ule ushirika wako na yeye. Utambue kwamba kuna kitu kinamuumiza akiona jambo fulani halipendezi machoni pa watu. Kuna kitu anataka kukiweka vizuri.
na anataka kutumia wewe kuleta ukombozi katika nafsi fulani. Lakini je, uko tayari? Wakati Musa anapotumwa kuwakomboa watu wana wa Israeli, anamwambia Mungu, hapana, mimi sio msemaji. Wewe unajua tu hata kuongea kwangu mlimi wangu ni mzito. Lakini alikuwa anaongeaje? Unajiuliza, alikuwa anaongeaje akiongoza haya mataifa, akiongoza hawa wanajeshi? Kwa sababu alikuwa kiongozi mkubwa. Alikuwa anaongeaje? Alikuwa anawaelekezaje? Mbona kule aliweza mpaka Farao akataka kumfanya kuwa mfalme? Sasa kwa Mungu kwa nini inakuwa ni ngumu? Je, na wewe ukoje? Mungu anamuuliza, unajua ni nani ampaye mtu kuongea vizuri? Unajua ni nani ampaye mtu kuona? Anamkumbusha, anamwambia, mimi hizi ni nguvu zangu. Uweze kuongea usiweze kuongea, nina uwezo wa kukufanya uwe vile ninavyotaka mimi. Mimi huko nyuma nilikuwa hivyo. Wakati Mungu ananiita kufundisha, nilikuwa nikisimama na shindwa kuelewa. Mtu akiniambia unaenda kusema, natetemeka kuanzia pale nilipo. Nangangana nasema, Mungu wangu, naenda kusema mimi sijui kuongea. Yaani niko kule ndani naongea, lakini moyo kule ndani ukinishika hivyo unaweza kusikia vibration. Natetemeka hivi kwa ndani. Naenda kusema nini? Mungu nisaidie. Si hakuna hata mwingine akaseme. Kwa nini mimi niambiwe? Lakini pale nilipokuwa nangangana, nikikumbuka sio mimi naenda kusema ya kwangu, namwambia Mungu nisaidie. Hata leo nilipo, ninasimama mahali namuuliza Mungu, naenda kusema nini? Moyoni nasikia hivi. Ndio sababu naomba, namwambia Mungu, mimi siwezi. Ni kweli siwezi. Kwa sababu wakati mwingine naweza nikasimama hapa nikaangalia maneno siyaoni, yani ni kama naona maruweruwe, sielewi. Hii niliandika alafu naenda kusema nini? Sielewi. Lakini ninapomwambia Mungu siwezi, Mungu anasema, wewe ndio nataka. Wewe ndio nataka. Ili upate kuenenda kama kuwafundisha wafanye kile ninachokitaka. Sijawahi ona hata siku moja ni rahisi kufundisha. Hata siku moja. Hakuna siku nilishaiona ni rahisi. Hamna. Ninakuanga nangangana na Mungu kila itwapo leo. Nienda kuwaambia nini watu wako? Mimi mwenyewe nafanyaje? Ninaongea nini? Sijui. Kwa sababu sio mimi tena. Nilishamwambia mimi mambo bwana mimi siyawezi. Wewe unanipeleka huko siwezi. Mimi nitafanya hivi na hivi. Nina uwezo wa kufanya vitu vya mikono, vitu vya akili vizuri, nivitumie vizuri. Kila unachotaka nitakifanya, lakini mambo ya kusimama kufundisha watu mambo mengine hapa hamna. Akaniambia tunaenda wote. Sasa kwa sababu tunaenda wote, ili nikusanye nguvu. Kama wewe ukikataa, namwambia Mungu, si unaona hapa hali ni ngumu. Usipoenda wewe na mimi, basi maisha nitaenda kuongea la kwangu. Kuna siku niliambiwa wiki nzima naenda kuhubiri. Soma vitabu, soma Biblia, soma kila kona, hamna kitu. Jumapili imefika. Nimekaa kwenye vyombo, mimi mwanamuziki. Nimekaa pale, mchungaji anakaribia kuniita, sivyo imeisha. Inaenda kuisha, ni kwaya inaimba. Fungua Biblia, hamna kitu. Yaani sina ujumbe, sina chochote, lakini nimesoma wiki nzima na ngangana natafuta, sina. Nimekaa pale nikamwambia Mungu, wajua nini? Mimi na ushuhuda wangu mwenyewe. Kuambia watu vile unavyonipenda na mimi ninavyokupenda tosha. Usiponipa neno naenda kusimama na wasalimia, nawaambia jina langu, alafu nawashuhudia tu Mungu ameniokoa basi. Kwani kuna shida gani? Yaani niko hapa na ngangana kwa sababu sina ujumbe. Nikamwambia usiponipa chochote siendi. Naenda tu, sikatai kwenda, naenda pale mbele. Tulikuwa Shalom Ngaramtoni. Wakati kwaya imemaliza, kila kitu kimeisha, mchungaji ndio anasimama pale, tunataka tumuite mtumishi. Nafungua tu Biblia, wanaongeongea hapo. Nikafungua Biblia hivi, kuiangalia neno nilioisoma. Yaani nimesoma tu kichwa cha habari. Nikasikia ujumbe umetiririka boom, ghafla. Nikamwambia Mungu, sasa mbona hii nilisoma muda wiki tarehe sijui ilikuwa Jumatatu hiyo ama hata mbona sikuona hii. Nikafungua pengine sio hiyo. Nikaletewa yale maneno kwa kitabu kingine. Nikasema hapa sitoki. Nilikuwa nimeenda na daftari na Biblia. Nikiangalia daftari hivi, ujumbe ziliopo sioni chochote. Yaani sielewi chochote. Nikirudi kwenye Biblia,
Ile neno niliyoipewa pale nilikuwa nimekaa ndio inashuka na kila kitu. Nikamwambia Mungu, una bahati nzuri. Una bahati nzuri, umenikumbusha. Sasa kama sio hivyo nilikuwa nakuja kutangaza, kushuhudia hapa. Lakini Mungu akanipa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini anasema hivyo? Mungu anapokuangalia, haangalii nguvu ulionayo. Anaangalia ule moyo wa utayari wa kutaka kufanya jambo fulani kwa ajili yake, ili apate kukutumia. Mimi ningekuwa ni kwa akili zangu siwezi kuhubiri huku kuitwa mchungaji. Nilishakataa zaidi ya miaka 20. Zaidi ya miaka 20 nilishakataa. Nilianza uchungaji miaka 2, watu 45 hivi na zaidi, nikaacha. Karudi kwenye uinjilisti. Piga injili mpaka kieleweke. Mikoani nimetembea mpaka kikaeleweka kweli. Lakini baada ya huo muda Mungu ananiambia, wajua nini? Unarudi pale pale ulipoanzia. Nilishaona una uwezo. Sasa huwezi kunitoroka. Kwenda kusoma chuo tumengangana. Hadi akanilipia ada zote. Milioni sijui ngapi. Ili anidhibitishie niko pamoja na nataka urudi. Na nikakubali, nikaja hapa. Huu ni mwaka wa pili, wa tatu. Miaka 2.5 tuko hapa. Hakuna washirika. Tuko wenyewe hivi. Washirika nao mliowakuta hapo wageni. Mwaka wa pili, wa tatu, lakini tumekumbana nayo. Lakini Mungu aliangalia nini? Utayari na uwezo. Wamekuja watu wakakaa. Kuna kipindi vijana walionekana hapa tu. Tulikuwa na sikukuu ya vijana, siku ya ile siku wiki ya vijana. Tukafanya sherehe ya vijana. Walitokea wapi? Sijui. Lakini Mungu akaniambia hapo na kufundisha uvumilivu na kunisikiliza. Kwa sababu kuna kitu ndani yako ninachokitaka ukiwakilishe kwa watu wangu. Bwana Yesu atusaidie sana. Wachawi walikuja. Nikamwambia Mungu, mimi sifukuzi, wakakimbia wenyewe. Kwa nini? Mungu anatufundisha. Lazima tuwe watiifu na kutembea. Kwa hivyo Musa anaposema sijui kuongea, sielewi, mimi sina uwezo, shida ya Mungu sio kutokujua kuongea ama kujua kuongea. Anataka ile hali ya ndani ya kusema, Mungu ungenipa nafasi ningefanya 1, 2, 3. Ni vile tu sina basi. Mungu akishajua kusudi lako la moyo wako kwamba unamlingana, unamuomba akufanyie jambo na unataka uwe kitu fulani kwa ajili ya utukufu wake, hautakimbia kusudi la Mungu hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatupenda kuliko vile tunavyofikiri. Ni wajibu wetu kujua kusudi la Mungu. Mstari wa 12 unasema, basi nenda mimi nitakiongoza kinywa chako na kukifundisha na kufundisha cha kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ndio alikuwa anasema. Musa alisema kwamba hana uwezo wa kuongea. Lakini ili Mungu aondoe lawama zote, anawaambia mimi leo kutumia sio ya kwako. Yale ambayo niliyoweka kwako ni ya kwangu. Mimi ndio nakutuma. Kwa hivyo enda na nguvu ulio nayo. Mimi nitakifundisha kinywa chako jinsi ya kuongea, sio wewe. Pamoja na yote Musa alikuwa kichwa ngumu. Alikuwa kichwa ngumu cha kusema ule jamani nilipomuona nakata watu vichwa na ninajua niliua mtu wake alafu nikakimbia, nikirudi kule atanikata kichwa. Anashindwa kuelewa nguvu Mungu anayomwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anachotaka tuangalie ni nini? Tusiangalie mambo ya nje. Tuangalie kama anavyoangalia moyo, halafu tusikilize sauti yake na kutembea katika kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 34 unasema, yule aliyetumwa na Mungu husema maneno ya Mungu. Maana Mungu umjalia mtu huyo roho wake bila kikomo. Ukishatumwa na Mungu usitarajie kwamba utaenda kufanya ya kwako hata siku moja. Na ukitaka kufanya ya kwako utakuwa nabii, wale wa sasa hivi sio wale wa zamani.
utakuwa nabii, lakini wale wa sasa hivi sio wale wa zamani. Kwa sababu wale wanachukua neno na wanatembea na hilo neno ili wapate kupata kile kilichoko mfukoni mwako, sio yale Mungu anayotaka. Ndio kitu anachokifanya mpaka leo wengi. Lakini pia Mungu anawaangalia, anawatumia wao ili wapumbavu waendelee kuwa wapumbavu na wenye akili wafunguke akili, wapate kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu Mungu anaachilia duniani kikawa kina madhara yoyote. Kila kitu madhara mabaya, yani ninachomaanisha, kila Mungu anachokiachilia duniani kusudi lake ni mtu mmoja ajifunze ukuu wa Mungu na tabia mbovu ya ibilisi. Kwa hivyo usipojifunza haya mawili, utakuwa wewe sio wa dunia hii, nafikiri utakuwa na kwako ya tofauti. Lakini Mungu anaachilia nafasi ya mtu kujifunza kwa njia yoyote ile, mahali popote pale, haijalishi unapitia nini. Kuna kitu Mungu anataka ujifunze. Kwa hivyo Mungu akimtaka kumtumia mtu, huweka nguvu yake ya Roho Mtakatifu ndani yake na kumfundisha jinsi ya kufanya kila kitu. Hakuachi tu hivi. Ndio sababu ukiokoka, kitu cha kwanza, ukiacha dhambi, ukikiri hili jina tu, Roho Mtakatifu anaingia. Akishaingia Roho Mtakatifu aanze kufanya kazi. Ni wajibu wako aanze kujua kilichomo ndani yako ni nini. Na ukishatambua kusudi la Mungu alilo kuokolea, Roho Mtakatifu anaanza kutenda na wewe kazi pamoja naye, ukimruhusu. Ndio sababu leo tuna watu wanasema Bwana Yesu asifiwe, lakini ni mchawi. Anasema Bwana Yesu asifiwe, ni mlevi, ni mgomvi, kule ndani kwake hakukaliki. Lakini anakuambia Bwana Yesu asifiwe. Yesu yupi? Tuna mayesu wengi hata hivyo, hata na mimi naitwa Yesu. Lakini mimi nawajibika kutenda ya Yesu kweli. Jina langu ni Justus, kwa Kiyahudi ni Yesu. Lakini mimi nashukuru Mungu na mimi ni Yesu kweli kweli. Yule wa kweli sasa tunafanya kazi wote. Yule wa Petro ambao ni Petro na ni mwizi. Sitaki hao. Isaya 50 inasema Bwana amenipa ulimi uliofundishwa ili kujua neno limtengemezalo aliyechoka. Mungu amenipa ulimi uliofundishwa na yeye mwenyewe ili nipate kumsaidia yule ambaye amechoka. Uniamsha asubuhi kwa asubuhi. Uamsha sikio langu lisikie kama mtu afundishwaye. Mungu kila wakati huwa yuko tayari kukusaidia. Ukishajikabidhi kwake, hautafanya lolote kwa nguvu zako. Hautaona chochote kigumu kwa maneno marahisi. Kwa sababu kila wakati atazungumza nawe kukuambia fanya hivi, henda hivi, pitia huku, niweke niwe wa kwanza katika kila kitu kwako. Halafu utaona nikitembea na wewe. Ya tatu, nafikiri nitabidi nimalize kwa haraka kwa sababu kwa muda wangu kameenda. Ya tatu inasema Mungu aliwaweka wakfu Bezaleli na Oliabu. Nimeacha yu pale juu. Aliwaweka wakfu nani? Bezaleli na Oliabu. Ndio sababu huwa mara nyingi kwa wale ambao mmenisikia mara nyingi nikuambia mimi niliomba kila kitu. Si kuomba tu moja. Mungu Yesu anasema ombeni lolote mtakalo kwa jina langu, nami nyinyi mtapewa. Mimi niliomba kila kitu. Sasa katika Kutoka sura ya 31 mstari wa 1 mpaka wa 6 tuna maneno tunayapata hapa. Mungu akamwambia Musa, mimi nimemteua Bezaleli mwana wa Uri, mjukuu wa Huri. Ukisoma ile tafsiri ulionao utapata haya, utapata maneno mengine ya ajabu ajabu kidogo.
ambayo hayakufafanuliwa. Hii ndio ukweli. Ukisoma historia ndio utapatana na haya. Hii tafsiri iliyoko hapa ndio tafsiri iliyo sahihi na Kiswahili chetu cha leo pia. Kwa hivyo lakini ukisoma ile tafsiri nyingine ya Union Version, haya maneno utapata mwana wa sasa mwana wa kwa Kiswahili kisanifu hakileti maana. Lakini sasa hii habari njema inakwambia Mungu akamwambia Musa, mimi nimemteua Bezaleli mwana wa Uri, mjukuu wa Uri wa kabila la Yuda, na kumjaza roho wangu. Kitu cha muhimu hapo ndicho, amemteua lakini pia amemjaza roho wake. Nimempatia uzoefu na akili, maarifa na ufundi, ili habuni kazi za usanii na kufanya kazi za kufua dhahabu, ama kutengeneza dhahabu, kuandaa dhahabu iwe dhahabu, fedha na shaba. Nimempatia ujuzi wa kuchonga mawe ya kupambia, kuchonga mbao, na ujuzi wa kila aina ya ufundi. Tuendelee ya pili ili mpate kuelewa. Ya pili anasema vile vile nimemteua Holiabu mwana wa Haisamaki wa kabila la Dani afanye kazi pamoja naye. Hali kadhalika nimewapa uwezo mkubwa watu wengine kwa ajili ya kazi mbalimbali, ili watengeneze vifaa vyote nilivyoangiza vifanywe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni wa ajabu katika maisha yetu, tukiamua kumtegemea katika akili zetu na mioyo yetu, kama anavyosema mpendeni Mungu kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, na kwa roho yako yote. Nimesema hivi, mimi niliomba kila kitu, hakuna kitu ambacho sifanyi. Hiyo ni neema Mungu alionikirimia. Na niliomba kwa sababu nilitaka kujua kwa nini huyu afanye hiki na mimi nisiweze kufanya. Wewe ana nini mimi sina? Kwani Mungu wake ni nani na mimi Mungu wangu ni nani? Na huwa nikiongea hivyo mahali popote watu waelewagi naongea nini, lakini wale waliokaa na mimi wanafahamu ninachoongeaga, kwa sababu mimi hakuna kitu takachoweka hapo nikwambie ni kigumu. Hamna. Kwa sababu najua ninaenda kwa Baba, namwambia na ananipa. Ili ujue ni kweli, na sikuwa nimesoma, huenda nilisomaga nikasahau miaka hiyo. Lakini sasa nilipoenda kusoma nikagundua Bezaleli na Holiabu. Nikasema kumbe mimi sikuombaga vibaya. Na yale ninayofanya sifanyi tu kwa akili, kumbe kuna Mungu anayetoa kila kitu ukiamua kumkabidhi maisha yako yote, kumkabidhi. Kwa hivyo Holiabu na Bezaleli wamepewa akili ya kila kitu, kufanya kila kitu, na Musa anaambiwa mimi Mungu nimewaandaa na nimeweka roho yangu. Kwa hivyo Mungu anachotaka ni nini kwako? Anataka aweke ile nguvu yake ya Roho Mtakatifu ndani yako, ili upate kufanya kama yeye anavyotaka, sio wewe unavyotaka. Na hakuna kitakachosimama mbele yako ambacho ni kigumu. Ndiyo, mapito yapo yatakuja ili kupima uwezo wako, ufahamu kwamba yupo katika usukani na amekupa mamlaka ya kusubiri na kutii kazi yake iende mbele. Unasubiria ama unaanza kusema Mungu acha nitafute njia nyingine? Mapito unayopitia ni kiwango cha uweza wako wa imani aliyowekeza, na ukaamua kumsikiliza. Kwa hivyo anataka kukuweka kwenye kiwango kingine, unasema hapa hamna, wacha niache kwanza, niendelee, nikipata nguvu nitakuja kuendelea. Utamaliza miaka 100 kama inawezekana. Na ukimaliza kwa kuhangaika, utakaporudi kutaka kufanya ile njia, utarudishwa ule mtihani uliokosea. Ufanye ndio uendelee mbele. Ili usije ukakosea. Pambana na hali ulio nayo, ukimwambia Mungu nimeshindwa lakini naomba unisaidie, sitakuachia. Kama Yakobo alisema usiponibariki sikuachi. Kwa nini wewe na wewe uache? Uwe makini usije ukakosa kusudi la Mungu kwa sababu ya akili zako. Mungu ana uwezo, amewekeza kwako kwa Roho Mtakatifu, una uwezo wa kufanya lolote unalotaka.
Una uwezo wa kufanya kile unachokitaka. Una uwezo wa kuishi mahali popote kwa kusudi la Mungu. Sio kwa kusudi la akili zako unataka uonyeshe watu. Kama unataka kuonyesha watu, sahau. Lakini kama unafanya kwa mapenzi ya Mungu, yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niishie hapo, nisiendelee mbele. Kuna maandiko mengine mengi, lakini shida sio maandiko mengi. Shida ni ufahamu wako upate kusudi la Mungu ni nini. Upate kujua Mungu amekuumba ili ufanye nini. Amekuteua, amekupa roho wake ili ufanye nini. Ndio swali unatakiwa kujiuliza usiku na mchana. Jina lake lisije likaibishwa kwa sababu ya mambo ya dunia hii kwako. Utakula adhabu ambao ni hatari sana, na hukumu ambayo ya milele, na kilio kikubwa kuliko hata pengine shetani mwenyewe. Kwa sababu tunaambiwa mwanadamu ndiye atazindua Jehanamu, sio shetani kwanza. Kama mwanadamu ndiye anaenda kuzindua huo moto wa milele, shetani akiwa amesubirishwa kwanza, unafikiri hiyo hukumu itakuwaje? Ulijua kweli huku isimamia, ukaamua kuishi kulingana na ati kidogo kidogo. Hakuna cha kidogo kidogo kwa Mungu. Unaingia mkamilifu. Ndio sababu Yesu anawekwa wakfu kwa ajili ya kukomboa wanadamu. Wanadamu waliomwamini tunawekwa wakfu nasi kukomboa wengine. Ndio sababu tuko hapa leo. Hauko tayari? Katembee. Utafuta huko duniani. Lakini tukutane mbinguni. Wewe ukienda Jehanamu na mimi nikienda mbinguni. Kwa sababu wote tutakutana pale mbele kwa Mungu. Lakini kama uko tayari kutembea na Mungu na ufike mbingu, kimbia dunia kama ukoma. Kimbia dunia, kwa sababu dunia ina mwisho wake, lakini mbingu haina mwisho. Ni ya umilele wote. Bwana, nakushukuru kwa sababu ya neno lako ambao umetupa asubuhi ya leo. Nakushukuru Bwana kwa sababu umenena nasi kwa maneno haya. Nakushukuru kwa sababu unajua mioyo yetu na tuko tayari kutembea katika kusudi lako. Pasipo wewe sisi ni bure. Pasipo wewe sisi tumeisha. Lakini kwa sababu umetupa neema ya ufahamu, hakuna hata mmoja katika kusanyiko lako na wale waliosikia mahali popote wakiwa wamekaa na kujifunza pamoja nasi, ninaamini Bwana neema hii itawafikia. Na Bwana kila mmoja ataenenda katika kusudi lako. Na kila aliyekuwa amefikia mahali haelewi, Bwana, kama ulivyomchagua Bezaleli na Olibu ili kuweza kuyatenda mapenzi yako, na ukawekeza Roho wako Mtakatifu, wakaweza kupambana na kuweka mambo yanayostahili kulingana na uongozi wako. Bwana, naomba kila mmoja wetu akapate hiyo neema ya Roho Mtakatifu, akatende kazi pamoja naye Bwana, ili apate kudhibitisha ukuu wako. Yule ambaye Bwana ameokoka lakini bado ana maswali, haelewi, ninaomba Bwana Roho Mtakatifu kajifunue kwake kwa upya, ili ajue kusudi lako na kuishi katika maneno yako, apate kuona ukuu wako. Hajue kwamba Bwana umemteua ili kuwa kiongozi katika jamii yake, katika maisha yake mwenyewe pia, ili apate kuishi maisha matakatifu. Asante kwa sababu neema yako iko pamoja nasi. Asante kwamba Bwana tumejua, tumeelewa, na Roho wako Mtakatifu ataendelea kutufundisha na kutukumbusha tupate kuishi maisha matakatifu. Neno hili likawe ngao katika maisha yetu. Neno hili likawe imeanguka kwenye udongo ulio sahihi, tupate kuliadhimisha jina lako. Na kila tuonaye Bwana akuone wewe, asituone sisi. Nguvu zako zikitembea pamoja nasi, na uwepo wako ulinzi uko pamoja nasi. Ukitupa majibu ya maswali yanaulizwa kila mahali, na Bwana tukiajibu uonekane wa ushindi na ushujaa wako ukiwa pamoja nasi. Ulinzi wako ukituhatamia, na nguvu za Roho Mtakatifu zikituelekeza kuishi maisha matakatifu kila itwapo leo. Naomba amani yako ikazaliwe kwa kila mmoja wetu. Asante kwa kutufundisha jinsi umetupaka mafuta ya kutembea katika kusudi lako na kuenenda katika njia zako. Amina.